mambo mbili kama unataka kufanikiwa katika kazi yako na katika maisha yako. Jambo la kwanza, tanguliza Mungu kabla uanze kufanya ile kitu. Wakati utamtanguliza Mungu, utafanikiwa. Kumtanguliza Mungu ni kusema kuanza kwa maombi. Kitu chochote ambacho unataka kufanya, anza kwa maombi. Tatizo kubwa ambao tuko nao kwa kizazi cha sasa, kwa sababu tunaanza vitu kwetu sisi wenyewe ama kama watu, lakini wakati changamoto zinapotokea tunamkimbilia Mungu. Lakini acha nikwambie, wakati utaanza kitu na umetanguliza Mungu, chochote utakachokutana nacho Mungu atakusaidia. Na jambo la pili ni kukwambia kwamba tembea kutokana na mapenzi ya Mungu, ama tembea katika nyayo za Bwana. Hii kutembea katika nyayo za Bwana inamaanisha heshimu neno la Mungu, soma maneno ya Mungu, sikiza maneno ya Mungu na uitie katika matendo. Shida kubwa ambayo tuko nayo, watu wengi wanasikiza maneno ya Mungu lakini hawaweki katika matendo. Tusiwe wasikilizaji tu, bali tuwe watendaji pia. Unaposikiza maneno ya Mungu, usiishie kusikia tu, maana pana ingine kiwango ambayo iko juu zaidi ya kusikia. Ukishamaliza kusikia, weka sasa katika matendo. Ukisoma barua ya Yohana wa kwanza, iko nasema kwamba lile lililokuwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona na kuligusa kwa mikono yetu. Nikutaka kusema nini? Baada ya kusikia, inatupasa kupanda katika kiwango cha kuona. Baada ya kuona, tusiishie hapo, lakini tupande katika kiwango cha kugusa kwa mikono yetu. Lakini shida kubwa, watu wanapenda kugusa na hawajasikia na hawajaona. Sikiza maneno ya Mungu, soma maneno ya Mungu, tia katika matendo, weka katika matendo, ndipo utaona ukifanikiwa katika kazi yako, katika biashara yako. Utaendelea mbele, utafika mbali, utafanikiwa wakati unaheshimu haya mambo. Lakini wakati unashindwa kuheshimu haya mambo, pana ingine vitu hautapata, pana ingine sehemu hautafikia. Acha nikwambie, kwa kuheshimu haya mambo, yengine vitu itajileta yenyewe ndani ya maisha yako. Kwa kuheshimu haya mambo, yengine vitu itajitokezea pasipo wewe kuyatafuta kwa nguvu. Lakini kwa sababu unadumu ndani ya uwepo wa Mungu, umetanguliza Mungu, zingine fursa Mungu atakupatia. Naongea na mtu mmoja